naitwa Amina, na hadithi ninayokwenda kusimulia si hadithi ya kusikia, ni hadithi niliyoishi, ni hadithi niliyoiona kwa macho yangu mwenyewe, na mpaka leo, kila nikikumbuka, moyo wangu hutetemeka. Nilizaliwa na kukulia kijiji cha Kisangara, kilichopo pembezoni mwa mji wa Moshi. Kijiji hicho kilizungukwa na mashamba ya migomba, kahawa na misitu minene ambayo watu walikuwa wanaogopa kuitembelea nyakati za usiku. Wazee walikuwa wakisema, Kisangara si kijiji cha kawaida. Kina mambo yake. Sikuamini mpaka siku ile jua lilizama mapema kuliko kawaida. Anga lilikuwa na rangi ya kijivu, upepo ukivuma taratibu kama unanong'ona siri. Nilikuwa natoka kisimani, nikiwa nimebeba ndoo ya maji. Njiani nikapita karibu na mti mkubwa wa mkuyu, mti ambao kila mtu aliepuka. Ghafla nikahisi kama kuna mtu ananitazama, nikageuka nyuma, hakukuwa na mtu, lakini niliposogea hatua chache nikasikia sauti ya chini ikisema, Amina. Moyo wangu ukapiga kwa kasi. Sauti ile ilikuwa ya mwanaume, lakini sikuwahi kuisikia kabla. Kesho yake asubuhi, kijijini kulikuwa na mgeni. Alikuwa kijana mrefu, mweupe kidogo kwa vumbi la safari. Macho yake yakitulia lakini yakificha kitu kizito. Aliitwa Juma. Alisema ametoka mbali, amekuja kuishi Kisangara kwa muda. Hakusema anatoka wapi, na cha ajabu hakuna aliyemuuliza sana. Nilipomwona, moyo wangu ulipiga kwa namna ya ajabu. Na nilipokutana na macho yake, nilihisi kama tayari tunafahamiana. Siku ule, nikiwa nimelala, nilimwona katika ndoto. Alikuwa amesimama chini ya mkuyu ule ule. Akaniambia, usiogope, nilikuita ili nikulinde. Siku zilivyopita, mimi na Juma tulianza kuonana mara kwa mara. Alipenda kukaa karibu na mto. Alizungumza kidogo, lakini kila neno lake lilikuwa na uzito. Aliniambia, Kisangara kina nguvu, kina roho, kina kumbukumbu. Nilicheka nikidhani anatania, lakini moyoni nilijua alikuwa anasema ukweli. Nilianza kumpenda polepole. Upendo ule haukuwa wa kelele, ulikuwa wa kimya, wa macho, wa kukaa pamoja bila maneno. Lakini kila nilipomgusa mkono, nilihisi baridi ya ajabu, kama umeme mdogo unapita. Siku moja nilimuuliza mzee mmoja wa kijiji, kwa nini watu wanaogopa ule mkuyu? Mzee akatazama pande zote, kisha akasema kwa sauti ya chini, chini ya mkuyu ule, ndipo walipozikwa wale waliopenda kupita mipaka ya dunia hii. Usiku huo, Juma hakutokea. Nilisikia upepo ukivuma sana, mbwa walikuwa wanabweka bila kukoma. Nilipoenda dirishani, nikamwona Juma, macho yake yakitoa mwanga hafifu. Akaniita, Amina. Muda umefika. Sehemu ya 5: ukweli wa kichawi. Nilimfuata mpaka chini ya mkuyu. Ardhi ilitetemeka kidogo, hewa ikawa nzito. Juma akaniambia ukweli, mimi si wa kawaida. Mimi ni mlinzi wa mpaka wa dunia mbili, na nilipenda jambo ambalo halikupaswa. Alisema roho yake ilikuwa imefungwa Kisangara kwa miaka mingi, lakini mapenzi yangu yalikuwa yamemfanya ahisi tena kuwa hai. Machozi yalinidondoka. Nilimkumbatia kwa mara ya kwanza. Alikuwa na joto. Asubuhi ilipofika, mkuyu ule ulikuwa umeanguka. Hakukuwa na dalili ya Juma, lakini kijiji kilibadilika. Mifugo iliongezeka, mazao yalistawi, na mimi nilibeba ndani yangu kumbukumbu ya mapenzi yasiyo ya kawaida. Mpaka leo nikisikia upepo wa Kisangara, nasikia sauti ile ile ikisema, nilipenda. Na hii ndiyo hadithi yangu, hadithi niliyoishi, hadithi ya mapenzi na usaliti wa kishirikina katika kijiji cha Kisangara.